mtizamo wa chama chetu cha wananchi CUF kuhusu maamuzi ya msajili wa kutengua msajili wa vyama vya siasa kutengua matokeo ya uchaguzi wa viongozi wa kitaifa wakuu wa chama mwaka 2026. Mkutano mkuu wa uchaguzi ulimchagua Profesa Ibrahim Lipumba kuwa mwenyekiti wa chama cha taifa, ukamchagua Mheshimiwa Mbaruk Saif kuwa makamu mwenyekiti upande wa Zanzibar na Mheshimiwa Othman Dunga kuwa makamu mwenyekiti bara. Mkutano huo pia uliwachagua wajumbe wa baraza kwa kanda zao 9 kama katiba yetu na kanuni zinavyoeleza. Ndugu wanahabari, baada ya mkutano huo kuna wanachama kadhaa wakiongozwa na Mheshimiwa Mafuta na Chuma ambaye kwa sasa ni wanachama chama cha ACT Wazalendo waliamua kupeleka malalamiko ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kupinga uchaguzi huo. Pamoja na mambo mengine, walalamikaji walidai kwamba uchaguzi huo unapaswa kurudiwa kwa madai kuwa washindi hawakupata zaidi ya nusu ya kura zilizopigwa. Malalamiko hayo hayakufanyiwa maamuzi na ofisi ya msajili mwaka 2024 wala hayakufanyiwa maamuzi kwa ofisi ya msajili mwaka 2025, yamekuja kufanyiwa maamuzi tarehe 13 Februari mwaka 2026. Ofisi ya msajili ikaamua kuandika maamuzi kwa kutengua matokeo ya uchaguzi huo uliofanyika mwaka 2024 kwa nafasi ya mwenyekiti wa chama taifa, kwa nafasi ya makamu mwenyekiti wa upande wa bara na nafasi ya mwenyekiti wa upande wa Zanzibar. Maamuzi haya yanakuja baada tu ya kuvurugwa kwenye uchaguzi wa Oktoba tarehe 29 mwaka jana 2025 na vifo vya Watanzania wasio na hatia vilivyotokea yaliyopelekea chama cha wananchi CUF kutoka hadharani kwa matamko makali zaidi ya mara moja, kikifanya hivyo Novemba tarehe 5 baada tu ya uchaguzi mwaka jana, lakini pia kikifanya hivyo tarehe 27 mwaka 2026 kwenye kumbukizi ya mauaji ya kinyama iliyofanywa iliyofanywa kwa wanachama wa CUF mwaka 2001, kumbukizi ambayo imekuwa inafanyika kila mwaka tarehe 26 na tarehe 27. Na matamko hayo yalitolewa na mwenyekiti wa chama Profesa Lipumba kwa baraza, ni matamko ya chama na ni maazimio ya Baraza Kuu la Uongozi la Taifa. Mara baada ya msajili kupokea malalamiko ya walalamikaji zaidi ya mwaka uliopita na kwa kufahamu kwamba Baraza Kuu la Uongozi la Taifa lina mamlaka ya kutengua kanuni inazozitunga yenyewe, msajili wa vyama vya siasa alihitaji muhtasari wa kikao cha baraza hilo Kuu la Uongozi la Taifa lililoandaa mkutano mkuu huo uliopitisha muhtasari huo. Pamoja na mambo mengine, ulidhihirisha mambo ya msingi yafuatayo. Mosi, muhtasari ulisainiwa na Profesa Ibrahim Haruna Lipumba aliyekuwa mwenyekiti wa kikao cha Baraza Kuu la Uongozi la Taifa. Pia ulisainiwa na Injinia Hamadi Masud aliyekuwa katibu mkuu wa chama kwa wakati huo. Izingatiwe hapa kwamba viongozi wote hawa wawili waliokubali kusaini muhtasari huo walikuwa ni wagombea wa nafasi za mwenyekiti kwenye mkutano huo mkuu wa mwaka 2024. Katika maamuzi ya msajili, maelezo aliyoyaambatanisha ambayo bila shaka ndiyo yaliyopelekea kufikia hukumu au maamuzi aliyofanya ni yafuatayo. Kwanza, amekubali kwamba Baraza Kuu la Uongozi la Taifa ni chombo kinachotunga kanuni za chama, ndiyo iliyopelekea kanuni za chama lina mamlaka kisheria kutengua kanuni yoyote wakati wa uchaguzi. Hilo alikiri. Hivyo kikao cha Baraza Kuu hakikutoka nje ya mamlaka yake kilipoamua kutengua kanuni zile 3 ili kuruhusu uchaguzi uendelee na kila aliyeomba kuchaguliwa aweze kupata nafasi ya kujieleza na kupigiwa kura na mkutano mkuu. Pili, msajili amekiri kupokea muhtasari wa kikao cha baraza kilichoandaa mkutano huo. Hilo amekiri. 3, msajili amebaini kwamba waliosaini muhtasari huo ni miongoni mwa wagombea wa uwenyekiti katika mkutano huo uliolalamikiwa. Ni wazi kwamba mgombea yoyote angebaini muhtasari huo una dosari asingekubali kusaini kwa sababu na yeye angeathirika na muhtasari huo. 3, msajili amekiri kuona maelezo ndani ya muhtasari huo ya maamuzi ya kutengua hizo kanuni 3. Miongoni mwa kanuni hizo ni kanuni ya 714
aliyoitumia kwenye maamuzi yake. 4. Msajili amehukumu kwamba muhtasari uliowasilishwa na chama na kusainiwa na katibu mkuu, ambao katika malalamiko ya msingi ni sehemu ya walalamikiwa, amehukumu kwamba kuna maneno ambayo kwa msajili hayako vizuri. 5. Msajili anasema kwamba amebaini kwamba maelezo ya kutenguliwa kwa kanuni ya 714 yaliyomo kwenye muhtasari si sahihi, na kwamba ameambiwa hayo na watu ambao hakuwataja. Lakini pia bila kujali taaluma ya kisheria ambayo tunaamini ofisi ya msajili inastahili kuongozwa na taaluma ya sheria, msajili anadhihirisha kuokoteza maelezo ya watu ambao hajasema ameyapata wapi, kwa utaratibu gani, ili wampe maelezo anayoamini. Na kwenye jambo zito la kisheria kama hili, hajaeleza kwa nini hakutosheka na saini ya Mheshimiwa Hamad Masudi, ambaye sehemu mojawapo ni mlalamikaji wa swala hili. 6. Msajili amedhihirisha kutambua uhalali wa Baraza Kuu la Uongozi la Taifa. Lakini cha kushangaza, ofisi ya msajili imejiingiza kwenye zoezi la kuandaa na kusimamia uchaguzi wa marudio wa mkutano mkuu nje ya mipaka ya mamlaka ya ofisi yake. Ofisi ya msajili imenukuliwa na mwandishi wa gazeti la The Citizen la tarehe 14 Februari 26 na kwamba angeweka ratiba ya mkutano mkuu wa uchaguzi wa marudio siku ya Jumatatu, ambayo ni jana, kwamba angeweka hadharani ratiba ya mkutano huo. Ni kwa nini ni msajili? Kwa nini si Baraza Kuu la Uongozi la Taifa ambalo lipo kisheria na ujumbe wake mpaka kwenye mkutano mkuu wa chama taifa, na wapo waliotenguliwa ni 3, baraza lipo limetimia na wajumbe wapo, na mimi mwenyewe nikiwa ni mjumbe wa baraza, lakini pia ni kiongozi wa chama mkubwa. Ndugu wanahabari, pamoja na mapungufu yote hayo kwenye maamuzi, ofisi ya msajili imefanya kosa kubwa la kisheria kwa kutengua uongozi wa viongozi wakuu wa chama 3 national leaders waliochaguliwa na wapiga kura bila kuzingatia kanuni ya haki ya asili, principle of natural justice, haki ya kuwasikiliza viongozi hawa wakuu kabla ya utoaji wa hukumu au maamuzi dhidi yao. Kanuni ya haki ya asili ni sehemu ya haki za msingi na zinazolindwa na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa kuzingatia kuwa msajili ni jaji mstaafu wa Mahakama Kuu, tulitegemea kuwa hili lisingetokea katika ofisi yake. Katika uamuzi wake, sio Profesa Lipumba aliyechaguliwa kuwa mwenyekiti, Othman sio Mheshimiwa Dunga aliyechaguliwa kuwa makamu mwenyekiti wa upande wa Tanzania bara, wala sio Mheshimiwa Mbaruku aliyechaguliwa kuwa makamu mwenyekiti wa upande wa Zanzibar, waliotakiwa kujitetea juu ya tuhuma za walalamikaji kabla ya matokeo ya uchaguzi uliowaweka madarakani kutenguliwa. Walitakiwa wapewe haki ya kusikilizwa. Hili halikufanyika. Zaidi ya hayo, ofisi ya msajili kupitia kwa uamuzi wake imetoa tuhuma nzito dhidi ya kamati ya uchaguzi. Uchaguzi huo, mkutano mkuu wa chama taifa ulikuwa na kamati ya uchaguzi. Kwa hiyo ametoa tuhuma nzito dhidi ya uchaguzi huo kwa madai ya kutozingatia kanuni ya chama katika kuendesha uchaguzi huo. Lakini cha kushangaza, hakuna mahala katika uamuzi huo mwenyekiti wa kamati hiyo aliitwa kuhojiwa au amesikilizwa ili kuzingatia hoja zile kabla ya kutoa hukumu dhidi ya kamati yake. Cha kushangaza pia, katika uamuzi wake tuliopokea siku ya tarehe 16 mwezi wa pili 2026 kuhusiana na malalamiko ya waliokuwa wajumbe wa Baraza Kuu waliofukuzwa chama, ofisi hiyo ya msajili imetoa uamuzi wa kudai kuwa chama hakikuwasikiliza walalamikaji kabla ya kuwachukulia uamuzi wake kinyume na takwa la kanuni ya haki asili. Swali ni kwamba kwa nini ofisi yake katika maamuzi yake juu ya viongozi wakuu imeminya haki hiyo, na kwenye uamuzi wake juu ya watu wengine imezingatia haki hii? Hii inathibitisha namna ofisi yake ya msajili ilivyokuwa na double standard. Tuna mpango wa kwenda mahakamani kwa sababu tumeona hatujatendewa haki. Hatujatendewa haki. Kwa hiyo tutakwenda mahakamani kupinga haya, tunaona kwamba haki haijatendeka, lakini pale ambapo amri itatoka
tutafanya uchaguzi kwa utaratibu wa chama ndani ya chama. Hatutakubali kupangiwa viongozi na ofisi ya msajili, kwa sababu chama cha wananchi CUF kina katiba yake, ni chama kiko kisheria, kimesajiliwa kikatiba, kina sheria yake, kina wimbo wake, kina kanuni zake, kina kila kitu. Kuna vyombo vya maamuzi. Kwa utaratibu, kama mwenyekiti ameonekana, basi tuseme kwamba msajili ameona mwenyekiti uchaguzi wake ulikosewa, japo tumeeleza hapa, kwa sababu amekamatwa kwamba tu yani uchaguzi umetenguliwa kwa sababu yale maamuzi kura zilizomweka hazikuzidi 50%. Sasa kama baraza limetengua waende watu 8, maana uchaguzi mwingine ulikuwa na watu 9, mmoja akajitoa kwa 8. Zaidi ya nusu unaipata wapi? 50 unaipata, kwa sababu tulitaka, ndio maana baraza likasema atakaye kuwa amepata kura nyingi ndiye mshindi. Wote tunaona wanafaa, wote ni wanachama wetu, wote wana uwezo, mkutano mkuu kaamue. Ndio walivyoamua. Ni mamlaka ambayo yako ndani ya katiba yetu. Kwa hiyo kwa katiba yetu tutafanya uchaguzi huo kama ikidhirika kwamba kuna lazima kufanya hivyo, lakini sio kupangiwa. Leo tunaambiwa ratiba inatoka, kesho tunaambiwa kwamba kuna baraza linakaa, baraza la uongozi la taifa linakaa, baraza kuu la uongozi. Mimi ni mjumbe wa baraza, licha ya kuwa kaimu katibu mkuu wa chama taifa, ni mjumbe wa baraza, sina taarifa. Huyu kuna wajumbe wa baraza wengi, huyu ni mjumbe wa baraza, yuko hapa ana taarifa. Kwa hiyo taarifa, ofisi ya msajili, nadhani tunasema ni ofisi ya msajili kwa sababu wenyewe ndio wanatoa taarifa kwa wajumbe ambao wanatuzunguka. Tunapiwa simu kwamba tunasikia kuna baraza, sisi tunaambia tujui, sisi tuko ofisi, mimi niko ofisini wiki nzima, kila siku nakuja, sijaletewa cha utaratibu wowote. Kwa hiyo kwa utaratibu wa chama, umma ujue kwamba CUF sio chama cha kwenye majani, ni chama cha ukombozi, kimeanzishwa 1992, kimefanya mambo kwa taifa hili, kina uongozi wake. Kama viongozi watatu wa kwanza wameonekana kwamba wamepatikana kinyume na taratibu, lipo baraza. Baraza hilo limepitishwa na mkutano huu mkuu. Kwa hiyo lina mamlaka sasa ya kukaa na kusema kwamba sawa, viongozi wetu watatu hawa wanaonekana kwamba wametenguliwa, what next? Nini kifuate? Baraza lina mamlaka hiyo, katiba inaonyesha wazi. Baraza likae, lijadili, lichakate, lisatafute mwenyekiti wa kukaimu wa muda. Baraza ndio linaandaa, kwa sababu kwa utaratibu wa katiba yetu baraza ndio linaandaa mkutano mkuu. Baraza kuu la uongozi linaandaa mkutano mkuu. Sasa huko wanakoandalia huko vichanganya tujui ni wapi. Kwa hiyo wanachama wa CUF hawatakuwa tayari kuwekewa viongozi ambao wao hawajawachagua. Kwa sababu tunasikia tu, na hata sasa hivi hapa watu tunajua, mmesikia hapa, hizo ni zile kwamba wanasapotiwa, wana nguvu wanayopewa, ambao wengine sio wanachama. Wengine walikuja hapa sio wanachama, wanaenda kuokotwa Manzese huko, wanaokotwa Buguruni huko, wanaleta hapa kwamba waonekane ni wanachama. Wengine sio wanachama, wengine sio viongozi, basi tukuleta vurugu ndani ya chama. Kwa hiyo sisi tutakubali kurudia uchaguzi huu kama kanuni na katiba inavyotueleza, na kutokana na maamuzi tutakayofanya baada ya kuchukua hatua kwa barua ambayo tumeipata, ambayo kimsingi tunaona kwamba hatujatendewa haki na ofisi ya msajili.